Eneo la maadili tumelizungumza kwa ujumla pamoja na waheshimiwa masheha ili kusudi tuende sambamba. Mheshimiwa sheha ana wajumbe wake takriban. Kila mheshimiwa sheha ana wajumbe wake ambao ni wajumbe wa mabaraza ya shehia. Eneo hili litatusaidia kwa sisi watu wa utamaduni kuweza kueneza lakini na kusaidia kulinda mila na utamaduni wetu kama Wazanzibari. Tunafanya kazi na waheshimiwa masheha kwa ukaribu sana, na ndio maana tumesema basi tukawatembelee na tuweze kuwaona na tuweze kufanya kazi kwa pamoja kwa karibu, ili mheshimiwa sheha na mabaraza yake walofuatana nao kwenda katika maeneo ya wananchi kuyazungumza yale yote yanayohusiana na masuala ya utamaduni kwa ujumla wake, lakini kuwasimamia na kuyatekeleza yale yote yanayohusiana na masuala ya utamaduni, ikiwemo masuala ya mila, masuala ya tamaduni zetu, masuala ya silka, masuala ya hulka na mila kwa ujumla. Sasa eneo hili tulijadiliana kwa kina na tumefikia pahala kwamba sasa tunaanzisha mabaraza ya wazee, na takriban mabaraza tumeanza kwa upande wa wilaya ya Mjini. Kuna tayari mabaraza haya tumeanza kuyasimamia kwa shehia 4. Shehia ya Kidongo Chekundu tayari tumezungumza, shehia ya Kohani, shehia ya Kilimani na shehia ya Migombani. Huu ni mwendelezo, lakini tunategemea kwenda kila shehia zote 384 za Unguja na Pemba. Tumeanza kwa upande wa wilaya ya Mjini, eneo hilo la mabaraza wazee. Lakini eneo jingine ambalo tumezungumza na waheshimiwa masheha wa wilaya ya Mjini ilikuwa ni masuala ya mila na desturi. Kuna kukengeuka kukubwa sana kwa mila na desturi, hasa kwa vizazi vya sasa. Eneo hili kwa ujumla tunaenda kulisimamia na waheshimiwa, kwa sababu sisi ni walezi, lakini sisi ni wazazi, lakini sisi ndio wasimamizi wakubwa wa kulinda na kusimamia utamaduni wetu wa Zanzibar. Utamaduni wetu wa Zanzibar tumerithi kutoka wazee wetu, na bahati nzuri utamaduni wetu ni urithi kutoka kwa wazee wetu. Tukishindwa kurithi utamaduni wetu, basi tutakuwa na utamaduni ambao kwa kweli utakuwa hauwezi kurithisishwa kwa kizazi hadi kizazi, na lengo letu ni kurithisha kizazi hadi kizazi ili kuweza kujua, kutambua, kusimamia, lakini na kuendeleza utamaduni wao wa Zanzibar. Tumeweza kuongelea masuala ya maadili katika ufanyaji wa kazi za sanaa mbalimbali katika shehia, hususan wale ambao wanafanya zile sanaa za tiba asili. Tumegusia kidogo katika ufanyaji wa tiba za vibuki katika mashehia, kwa sababu kama baraza tumepokea malalamiko mbalimbali katika shehia mbalimbali hizi mitaani humo ambapo mnafanyika hizi shughuli za tiba za asili, ambapo wanafanya zile tiba za vibuki katika kama ni sehemu ya tiba. Kwa hiyo pia nalo tuliliongelea, lakini kikubwa zaidi tumeweka mashirikiano mazuri baina ya masheha wa shehia hizo, lakini kwa kushirikiana na Baraza la Sanaa na Idara ya Utamaduni, kwamba tuweze kushirikiana kwa pamoja kuzidisha kasi ya utendaji kazi katika usimamizi, kwa sababu sheha moja kwa moja kwa mujibu wa kifungu cha 34 kifungu kidogo cha kwanza na cha pili kimempa mamlaka katika utaratibu wa ukataji wa vibali. Kwa hiyo moja kwa moja inamhusisha sheha wa shehia kwa shughuli maalumu za kijamii, ikiwemo shughuli hizi ambazo zinafanyika tarabu, maharusi, zinazofanyika maholini, mitaani, humo mote ambapo tumegusia kwa namna yake au kwa namna moja au nyingine. Kwa hiyo tumewataka masheha waweze kuwa mstari wa mbele katika kuungana na Baraza la Sanaa na kushirikiana na Idara ya Utamaduni katika kuona ile kasi ya ukusanyaji wa mapato kupitia vibali mbalimbali hivi ambavyo tunavitoa kama baraza, basi wawe ni mstari wa mbele katika kuona ile kasi ya ukusanyaji na inasonga mbele, pamoja na kwamba kuna changamoto mbalimbali ambazo wamezielezea na zinawakumba kama masheha kupitia wananchi wetu hawa, na sisi tumeweza kuzichukua changamoto hizo, kwa sababu tunapokusanya yale mapato kupitia hawa wasanii na wananchi mbalimbali, ndio inapelekea sasa ule ukaribu wa kuweza kulihuisha baraza, lakini pia kuihuisha jamii kupitia sanaa na burudani, ikiwa ni sehemu ya kuweza kuwasaidia wananchi.
Kwa kweli sisi masheha tumefurahi sana leo kwa ujio wa viongozi wa Baraza la Sanaa na Idara ya Utamaduni, na tumeelewa kwamba lengo kubwa ni kuja kutoa elimu na ili kazi zetu hizi ziende sambamba baina ya masheha ambao ndio wasimamizi wakubwa wa wananchi katika serikali za mitaa. Swala zima la utamaduni ambalo tumelizungumza hapa, ukweli ni kwamba mila, silka na utamaduni wetu wa Kizanzibari unapotea na kuna sehemu nyingine umeondoka kabisa, hasa ukizingatia sisi Wazanzibari tulio wengi, hasa hii rika ya vijana. Tunapenda sana kuiga mambo ambayo kwa kweli hayatuletei tija isipokuwa yanatuletea hasara. Na ndio maana mila na desturi zetu zinapotea, lakini vile vile tunatoa kwa sababu hatukukusudia kulaumiana. Tunazungumza na wenzetu wa Idara ya Utamaduni, tukazungumza kama mfano wasanii. Wasanii walio wengi sasa hivi tukiwakuta katika faction hizi si wasanii kweli, isipokuwa yanakwenda mambo ya kileo ambayo utamkuta msanii pale mtoto wa kiume katangaziwa na kuja msanii maarufu, lakini uwaji wake na sanaa inavyofanyika hasa Zanzibar haendani na maadili na silika zetu za Kizanzibari, kwa sababu Zanzibar si rahisi au si kweli kwamba utamkuta mtoto wa kiume kavaa herine au kasuka nywele, ule tu moja kwa moja yule ni mtoto wa kike. Sasa na vijana walio wengi wanaiga, hasa wakiiga utamaduni wetu unapotea na silika zetu zinaondoka, na tukizingatia kwamba nchi yetu hii ni nchi ya kitalii. Mtalii akitoka Marekani, Uingereza, Ufaransa anakuja hapa kuiga taratibu, mila na desturi za Wazanzibari. Sasa akija akikuta mambo ambayo anayakuta kwao, hata utamaduni wetu au biashara yetu ya utalii vile vile inapotea. Kuhusu habari ya ngoma za Kibuki wanakera. Na inavyosemekana, mimi nakaa Mlandege, lakini kama nakwenda Kilimani kwa tembelea wajukuu, ukisema nakaa 2-3 inapigwa mpaka wewe mwenyewe nakirihika mpaka alfajiri zogo. Na kwa hawezi mtu kwenda, na kwa mimi kwanza siusiki. Na ukimwambia Madema anakuambia mimi sipati taarifa yoyote, kwa sababu wao wanafanya kama wao. Kama wanatoa pesa leo, basi watapiga wiki nzima. Na akipiga wiki nzima hakuna ambaye atakayekwenda kuwazuia. Na vile vile, na kama unawaambia, wanakuwa wanatoa maneno machafu. Wanasema ndo kazi yao, na wanasema kama wao ni pale pahala ni wao walipojiajiri, hawana ajira nyingine. Kwa hivyo kusema kweli, masheha tuko katika mashaka.